Tarehe 25 Machi kila mwaka Mama Kanisa anaadhimisha sherehe ya kupashwa habari Bikira Maria kuwa mama wa Mungu. Sherehe hii inaadhimishwa miezi 9 kabla ya Noeli. Simulizi ya kupashwa habari Bikira Maria lilianza kwa malaika Gabrieli alipomwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Akaendelea na kusema tena, tazama, jamaa yako Elizabeti amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa mwitikio huu wa Bikira Maria, neno mwana wa Mungu na mwana wa Adam akafanyika mtu, na hivyo Bikira Maria akawa tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu, na safari ya ukombozi wa ulimwengu ikaanza katika kukubali kwake kuwa mama wa mkombozi. Bikira Maria aliyekubali kuwa mama wa Mungu akawa ni chombo cha imani, kwa sababu aliamini kile alichoambiwa na Bwana. Huu ni upendo wa ajabu sana wa Mungu kwa mwanadamu. Mungu kwa mara nyingine tena anakubali kuchukua umbo la ubinadamu na kufanana na mwanadamu ili awe karibu zaidi na mwanadamu. Bikira Maria mpaka sasa amekuwa kati ya unyenyekevu wa moyo wa Mungu na aliyempendeza kwa namna ya pekee, kwani bikira huyu anachukua jukumu la mzazi wa kwanza baada ya Eva kushindwa kwa kuanguka dhambini. Siku hii leo tunaalikwa kuwa wanahabari wema wa kupeleka habari njema ya Kristo kwa watu wote na jamii kwa ujumla, itakayowapa furaha na matumaini ya Kristo kwa dunia nzima. Radio Maria Tanzania inakutakia sherehe njema ya kupashwa habari Bikira Maria. Fundisho hili limeandaliwa na Radio Maria Tanzania kwa msaada wa Radio Vatican na kuwasilishwa kwako na Tekla Revocatus.